kuna mahali utapewa heshima yako, lakini hakuna heshima kama hukuiweka heshima. Huwezi kuheshimiwa kama hukujiheshimu. Bwana asifiwe. Mimi niokokea kijijini, bahati nzuri kijijini kabisa. Wahubiri wakija kama hivi, nabeba na basikeli yangu, nilikuwa fundi basikeli, nabeba na basikeli yangu dungu na nini na nini, safi. Nikawa mbeba wahubiri, mwalimu wa semina wa mkutano. Vijijini hakuna magari wala bodaboda miaka hiyo, mwaka 95 na 6 hivi hakuna. Nikabeba muda mrefu, masaa 3 4 naendesha basikeli kupeleka stendi mhubiri. Mchungaji, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mchungaji akaniita. Siwezi kusahau. Akaniambia, yeye ndo alinipa jina la Joseph. Nina mwanangu anaitwa Joseph, wewe utakuwa mwanangu wa kwanza juu ya Joseph. Nimekuasili. Kwa hiyo unayoyafanya, kantia moyo, unayoyafanya leo na wabeba wahubiri, siku zinakuja na wewe wakakubebe. Akaweka mikono juu yangu, na wewe wakakubebe. Nilikuwa naomba kila mwezi mhubiri aje nimbebe, ili siku moja nione wanavyonibeba. Sema amen. Wewe miaka ikaenda, majaribu hayakosekani. Miaka ikaenda, natunza utakatifu, napiga huduma, napiga kazi. Bwana, mwaka 2007 kwa mara ya kwanza nikapewa mkutano Kigoma. Lile kanisa waliloandaa, askofu wake yuko Dar es Salaam mkuu. Magari kwenye parking yake ya nyumbani, Land Cruiser ma V8 ya kutosha. Na shangaa naambiwa, dereva atakufuata Chanika, mtapita hapa nikubariki, halafu mwende Kigoma kwa ajili ya huduma. Nikamwambia mke wangu, gari natufuata hapa. Akasema, wewe nimwambie akukuta barabarani kule ushamba. Sasa nikamwambia, baba, mtanikuta kule kwa Mbiki barabarani. Akasema, kwani hapo nyumbani gari hazifiki? Baba, zinafika. Gari kageuzia mlangoni. Bodaboda tu zilizokuwa zinaingia pale nyumbani ni za kunileta mimi kuniingiza ndani, narudi nyumbani. Hata gari haijawahi kuingia pale, iwe ya mjomba au ya shangazi. Siku hiyo V8 ya kibunge ikakatia kona pale mbele ya mlango. Dereva nashuka kwa hofu. Zamani nimetumwa, kalienda karudi na nini. Rohoni nikasikia sauti inaniambia, siku moja watakubeba. Unabeba watumishi wa Mungu leo, siku moja watakubeba. Nilivyosikia ile sauti, nikamwambia dereva, okay, ungekuja baada ya nusu saa. Sasa kwa sababu umewahi kidogo, kuna mambo fulani naweka sawa kidogo. Naweka sawa kidogo. Heshima inakuja automatic. Huitengenezi kwa tamaa zako. Ni maisha yanayoendelea. Unataka kuwa na heshima kama mwenyekiti wa vijana, lazima ufanye kitu cha kukupa heshima. Na wewe ujiheshimu, sio uitafute kwa mbinu. Wewe, huo mlango kafunguka baba. Land Cruiser. Begi lenyewe basi ni begi. Yale ya mwaka 70, zipu moja. Huku weki za ndani, huku weki shati wala suruali, vitabu umo, Biblia umo, vichanuo umo, zipu ni moja. Akajua ni kama uwanja wa ndege, nikalinyanyua, leta, akalibebelea. Yani kama msukuma fulani katoka wapi. Lakini baba, hicho kishoka. Nafika kwa askofu, ananiuliza, una suti ngapi? Nikamwambia nina moja ya rangi ya cream. Yani hiyo moja hiyo alinipaga kaka yangu alioa mwaka 2004. Nikaipunguza suruali, alafu ndo Mola atakuwa naikumbuka. Niko naivaa sana Kinondoni. Yani nikisema naenda kwenye injili, ni suti hii ya cream. Nikamwambia nina suti moja ya cream, tuione. Akaiona, akasema okay, Mungu akubariki, suti nzuri. Baadaye nikaja kugundua suti nzuri hii basi. Akamwelekeza dereva, fanya hivi. Tunafika Morogoro, sehemu fulani kuna makamu wa askofu pale. Tukapita kwake, kumbe zimeshaandaliwa suti na nini. Yani niliambiwa, ukitaka kukohoa
makohozi, niambie, nasimamisha gari. Ukitaka kunywa chochote, kula chochote, niambie. Nisikilize. Navuka Uvinza, nikasema hivi, Maragarasi, nikasema hivi, Mungu, kama kuna heshima unaweza kumpa mtu, hasa mimi, hapo nishajitathmini, nimezaliwa kijiji gani, baba yangu mzazi ni nani, nilivyokuwa nachunga ng'ombe, nachunga mbuzi, tukiona gari tunakimbilia polini tatugonga. Saizi nimekula kishoka, nikasema Mungu, nitakutumikia. Heshima haitafutwi, inakuja yenyewe. Kazi yako ni kutumika, uwatumikie unaowaongoza, usisubiri kutumikiwa. Maandiko si yako hapo. Lakini jambo la mwisho, uwe kielelezo na mfano wa nini? Wa kuigwa. Lazima ujue mazingira, rafiki yangu. Bwana asifiwe, kiongozi mwenzangu. Lazima ujue Kigogo hapa tuna watu wa aina hii. Vijana wangu ni wa aina hii. Ili niwaongoze katika njia ya haki niwe hivi. Usiendane nao, usiwafuatishe wao. Kama kuna kitu kizuri kulingana na protoko za baba, lazima ujue baba anataka nini, anapenda nini, ana msimamo gani kwa kanisa. Kiongozi lazima uongoze unawaza hivi. Huwezi ukaanzisha itifaki yako wewe, mawazo yako wewe, vitu ambavyo haviko kwenye mlengo wa nani. Mtagombana, mtasigana, mtashindwana. Sawa pendwa? Yaani kuna vitu lazima uangalie, baba anapenda nini, anakataa nini. Kuna kanisa Tabata nilienda, yaani baba yeye tangu anazaliwa anakuwa mchungaji na nini, yeye hajawahi kuvaa suti, hajawahi kuchomekea. Aende kwenye mkutano wa wachungaji Dodoma, aitwe jimboni, aende kanda, yeye ni shati special na suruali na kiatu chake, imetosha. Yaani suti kwake ni dhambi, ni kama kurudi Misri. Sio, unanielewa? Huwezi ukaingiza injili nyingine inayo challenge, inayoleta sijui na nini. Labda hubiri yeye katika hili, katika maeneo haya ndivyo nilivyo. Vaa unavyoweza, faa unavyoweza, usivuke mipaka moja bidi. Basi tukisema kuwa kielelezo, sio tu kuanzisha kitu chako ili wakufuate, kwamba mimi jamani ni kielelezo kama kiongozi, niwe mfano. Unatazama mazingira na hali, nawezaje kuwa kiongozi. Injili zinatofautiana. Bwana asifiwe. Unaweza ukaenda kijijini ukashindwa kuwa kiongozi, mjini ukawa kiongozi. Hiyo hatukatai. Ya unaweza ukawa kiongozi Sayuni, ukaenda kanisa lingine, sifa za kuwa kiongozi zikakutupa nje kabisa. Akawepo kiongozi Chanika na ananena kwa lugha na roho wa Mungu, akija Sayuni anasema nimeokoka jana. Sio, unanielewa? Watu tunatofautiana. Hayo nimeyaona. Watu wanadhani ukija Chanika basi mambo ni wehae, ni chanika tu, ni mihogo anawaza matumbua na nini mabamia. Wanatokaga mjini wanakuja, nimetoka kwa prophet fulani, nimetoka huduma fulani, kule ni mchungaji msaidizi, nimesoma masomo haya. Tuone masomo uliyosoma, masomo 12. Masomo yote mlengo wake ni kutoa pepo, ni counseling, ni ushauri, ni utambuzi, unajimu na nini. Kwa hiyo ni mchungaji msaidizi wewe. Safi. Atasugua benchi paka akome. Unajua manake anapoaya huduma aliyolelewa haikumpa viwango kama hivi tunavyokupa ya nidhamu, sijui nini. Yeye ametiishwa tu, amefundishwa kutafuta heshima. Anaingia mchungaji, tandika kapeti, wote tusimame. Wanaume mtageukia kumwangalia, mnapunga mikono juu. Wamama mnapiga makofi ya chini chini. Baba naingia. Mwaka mmoja mpaka mgongo unaota, hakuaga na mgongo unaota. Nanielewa? Ni utaratibu wanawekeana. Wakija makanisa ambayo yana kiroho, yanatafuta Yesu awe juu, sisi tupungue. Kiongozi nitumike, nisitumikiwe. Wakikuta nimepiga magoti, wakakuta ninapiga deki, ninapeleka maji chooni, na ni mchungaji, na ni mzee wa kanisa, na ni shemasi, wanasema hatujawahi kuona. Hatujawahi kuona.
Maana kama hamwahi kupiga deki, mimi nifanyeje? Kabla hamjaja nani alikuwa anapiga deki? Nani alikuwa anapeleka maji chooni? Sasa hamtaki na hamuelewi na sintofahamu. Kanisa liwe chafu, choo kiwe chafu. Na wito wa mchungaji, nani, wazee wa kanisa na kadhalika. Vitu vitafanyika. Lakini pigo utakalopata, fadhali ungekutana na Mike Tyson. Aina za kiongozi za uongozi tumemaliza. Aina za kiongozi. Bwana asifiwe. Kiongozi wa kutoa amri na kushurutisha watu wazitii hizo amri. Kiongozi wa kutoa nini? Amri. Je, wewe ni kiongozi wa kutoa tu amri? Fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Wanaita dictatorship. Dictatorship. Uongozi wa kiamri, kidikteta. Yaani hakuna mtu kukohoa. Nikishasema nimeongea. Nikishaongea nimeongea. No discussion. Usiulize swali, usinyoshe kidole, 10,000, 10,000. Sisi kama viongozi tumeona tuambie habari aliyechangizwa kwa ajili ya kununua Twitter, kila mwanaume 20,000. Kila mwanaume 20,000. Wanaume wako 50. Shilingi ngapi hiyo? Haijawa milioni. Haijawa milioni. Kuna Twitter milioni. Sasa mwanaume anataka kuuliza, jamani, tweet iliyoharibika ni moja. Hiyo milioni inanunua Twitter ngapi? Au tunakuwa na za akiba kama 20 ndani? Kiongoza kitanganya. Kila mwanaume 20. Hutaki? Kavae sketi nenda kwa mama. Mwanaume anarudi kanisani kwa sababu alihubiriwa na baba. Baba hajamkosea. Fulani hajamkosea. Ni viongozi tu wa wanaume ndo wanazingua. Kwa hiyo anakuja kanisani, anakuja kwenye chama, ana majeraha, ana vitu vingi. Hauwezi kuruhusu mjadala wowote, maelezo yoyote. Sijui hii ni 1, 2, 3. Michango inachangishwa kwenye idara, inaisha hivyo hivyo bila taarifa. Mnaikosea miongozo. Miongozo inasema toweni taarifa. Ndio maana mna vikao vya mwaka. Kaeni na watu wenu. Tuliingiza ada 70,000, ikatumika 50,000, 20 iko kwa mweka hazina. Watatoa tena. Msipofanya hivyo wanajua mnakula. Tutafika kwenye mawasiliano. Si mnanielewa? Ni wagumu, hawatoi, tukitoa hatujui zinaenda wapi. Hizo sio sadaka za huku kwamba hatuwezi kuhoji. Hiyo ni michango ya idara. Kutegemeza wamama sawa, kutegemeza mama jifungua sawa. Mnachangishana, inapatikana 80. Hamsemi jamani tumeenda kwa Masuzana 80, tumepeleka 5,000 ya kutolea, tumepeleka 75. Kimya. Wamao wananong'ona tu, wananong'ona tu, wananong'ona tu. Sijui ile bahashi na bei gani, wala haijaandikwa wala wasemi. Kwa hiyo hata kama mmetoa timamu na mna roho wa Mungu, kwa sababu hamjaweka wazi, hamjasema chochote, wala hawapanga tu. Kama wamepeleka 20 tutajuaje? Wamepeleka 40 tutajuaje? Bwana tusaidie. Udikteta hautakiwi katika uongozi. Wewe sio wewe. Lazima uweke mipaka. Namba 2, kiongozi pamoja na watu. Huyu ni kiongozi. Namba 2, kiongozi pamoja na watu. Anaamini hawezi kwenda peke yake bila watu. Wanakuwa na mawazo ya pamoja, lakini pia anaruhusu uhuru wa kujieleza. Ile demokrasia tunaita, uongozi wa kidemokrasia. Watu wanakuwa na uhuru wa kujisemea, wa kujieleza, wa kutoa mawazo, idara iende hivi na nini. Kwa kuna kikao utaruhusu mawazo. Huu ni uongozi wa kwenda pamoja na watu. Namba 3, kiongozi anayeongoza kama mtu mmoja, japo hashurutishi kama yule dikteta. Namba 1. Sawa sawa? Kiongozi anayeongoza kama mtu mmoja, japo hashurutishi na kutoa amri kama yule dikteta. Huyu yukoje? Katikati ya viongozi 4, mara nyingi huwa yeye ndo anatoa matamko. Yaani hajawaambia viongozi wenzake, alafu wanashangaa viongozi anatangaza. Unanielewa? Labda ni wazee wa kanisa. Kiongozi kwa mapenzi mema tu, mzee wa kanisa kwa mapenzi mema tu, anasimama, Bwana asifiwe, amina. Kanisa, Bwana asifiwe, amina. Jumapili ijayo tutaenda kwa nyumba ya mchungaji, baraza la wazee, na nadhani tutajipanga vizuri ili kufanikisha hilo. Wazee moyoni hawajui, hawajaelekezwa, kwa sababu ni mzee kiongozi, huenda
ameamua kuongea. Hiyo ni aina ya uongozi wa mtu huyu, anakuwa na maamuzi peke yake katikati ya wengine. Anakuwa na kiroho kidogo cha udikteta, kwa sababu anataka mawazo yake yaheshimiwe, yatendewe kazi na kadhalika, lakini haoneshi nguvu kama ya dikteta kabisa. Lakini anakuwa ni mpole na nini, lakini shida yake ni kufanya maamuzi peke yake. Kama ni mwenyekiti, hashirikishi wenzake, anashangaa tu. Idara wanatangaziwa, tutakuwa na injili mwezi ujao, mchango 2020. Viongozi simamieni. Mimi ndo mwenyekiti bwana. Au mimi sio mwenyekiti? Wewe ni mwenyekiti. Haya, simamieni 2020 watoe. Aina ya tatu ya nani? Ya kiongozi. Iko sawa Aina ya 4, kiongozi wa 4 ni viongozi, ni kiongozi anayezingatia uongozi wa nini? Wa kimungu. Tunaita anazingatia theokrasia. Theokrasia, uongozi wa kimungu. Mungu kwanza. Mungu anasema nini? Anawaza nini? Ukiona viongozi wa idara hawawezi kuwa na maombi ya kufunga na kuomba, huenda hizi ongozi za namna 3 zinaishi ndani yao, na lazima zitaishi. Maana ukikataa uongozi namba 4, uongozi wa kimungu, hakuna siku mtapanga jambo alafu mshirikishe Mungu. Au tunaenda kwenye kikao cha kupanga bajeti ya mwaka, mambo ya mwaka, ngoja tuombe Mungu kwanza atutangulie. Hakuna maombi ya mwanzo wa mwaka kama idara. Siku hizi tunategemea kanisa, maombi ya siku 21 kanisa. Tumezoelea hapo. Huwezi ukasikia idara inatangaza baada ya kanisa, idara siku 7 tuna mambo yetu, wanaume siku 7 tuna mambo yetu. Kwa nini hayo huyaoni? Hayo yakikosekana kutafuta mwongozo wa kimungu, uongozi wa kimungu, mtaangukia huku. Kila mtu atawaza ya kwake, kila mtu atatafuta vya kwake, ataleta mawazo yake, na mawazo yake hayatafanyiwa kazi kwa sababu ni ya kibinadamu. Bwana asifiwe. Nilienda kusimamia idara ya wanaume mahala fulani, walikuwa wanategemeza. Walipokuwa nasoma risala yao, wameweka kipengele, na kikumbuka mpaka leo, siwezi kukisahau, na Roho Mtakatifu anisaidie nisije nikasahau. Wameandika, idara ya wanaume kwa ajili ya injili za mtaani tumejipanga kununua ile speaker ya kuchaji. Nilikuwa nimekaa na mchungaji mwenyeji, akaninong'oneza, akasema, unasikia hiyo speaker ya kuchaji? Hiyo risala hiyo ni ya 4 tangu wanaongelea hiyo speaker. Kwa hiyo kila mwaka risala ina speaker ya kuchaji. Kila mwaka risala ina speaker nini? Ukiona mambo hayo ni mawazo ya watu. Ni kwamba risala yetu tuinoneshe, mchungaji aone tuna malengo, tuna mipango, kumbe haitekelezeki. Tutanunua speaker, tutanunua bajaji kwa ajili ya mradi. Tutakodisha chumba cha duka, tuuze vitambaa vya suti. Maana Hezron anajua kushona vizuri suti, atakuwa mfadhili. Vitu vizuri hii. Wakishamaliza wale makabrasha wakiaweka hivi, kwisha habari. Unajua kwa nini hayafanikiwi njiani mbele ya safari? Huenda wale viongozi wamekurupuka, idara imekurupuka. Malengo yote walioweka hawakumshirikisha nani? Mungu. Hawaanzi na Mungu, ndiyo maana hayatimii. Kinachotimia kila mwaka labda kutegemeza, kwa sababu wanaona aibu. Wamama wanategemeza, sisi tusitegemeze. Hoya, sasa tunafanyaje? Tujikakamue basi, baba asije akatulani. Wanategemeza wasilaniwe. Si mnanielewa? Sadaka haitoki kwa moyo wa upendo, utabarikiwa. Utabarikiwa. Hiyo haipo. Hiyo haipo. Kazi ambayo Mungu alimwelekeza Musa, na baba yetu ndicho kitu amekifanyia kazi pia, kwa sababu hakuna aliyeruhusu nisimame hapa kama sio baba. Jambo la kwanza, ili tuwe na viongozi bora, lazima tuwafundishe namna ya kusaidia. Kwa wiki hii, ndani ya siku 3, utafundishwa namna ya kusaidia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anasema nikusanyie, na katika hao nitajipatia. Ili msawe na viongozi bora, alielekezwa kwamba huwezi kupata yeyote tu wa kukusaidia. Ndio maana tunajikuta tuna viongozi ambao, ndio maana makanisa mengine kuchagua sio kipaumbele sana. Kwa nini? Kwa sababu
inafika mahala mnaweza mkachagua mtu ambaye ninyi mmetazama kimwili, hamjaenda kimungu, anarudi kuwa mwiba kwa nani? Kwa baba. Nimeyakuta sehemu hayo mambo. Wamechagua mwenyekiti wa vijana, ana gari, anafanya kazi TANAPA. Sema TANAPA. Si mnaisikiaga TANAPA? Huyo mtu ana hela, hana hela? Vijana wakisema tunataka kufanya changizo, yeye anatoa 75%. Vijana tunataka kuhubiri injili, 75%. Mke wake na yeye akaishika idara ya wamama. Wamama wanataka kutegemeza bajeti milioni 2, anatema 1.5 milioni. Malizieni watumishi wa Mungu. Kama Mungu ametubariki tufanyaje? Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, kanisa lilimegwa karibia nusu. Kumbe hela zinatolewa, anazunguka, anapanda, watu wakamuelewa mtaji. Boom hiyo akashikilia. Siku anasema ngoja nilibutue, akaenda kwa mchungaji wake. Baba, nimealikwa kuhubiri mahala, Jumapili sitakuwepo. Baba kajua mepesi. Kumbe mesha mwambia mwekazi na nini, mnisindikize, kuna sehemu naenda kuhubiri. Baba hajui. Anashangaa Jumapili mwekazina wa kanisa hayupo, kwa wazee hao. Mwekazina wa kwaya hayupo. Sehemu ya kwaya kama 6 wameondoka, wanaenda kuhudumu pamoja naye. Hawajaaga. Aliyowashika masikio. Hawajaaga. Naombeni watumishi wa Mungu, kama sisi ni viongozi tumeaminiwa, Mungu kama anasema tuwafundishe haya, muyashike. Msiseme kuna vitu tunaongea kwa akili zetu. Muyashike ili muwe msaada kwa baba na kazi ya nani? Ya Mungu. Sema amen. Akijisikia vibaya kwa ajili ya uongozi wako, huwezi kufanikiwa. Huwezi. Nakumbuka jambo moja. Sawa. Mojawapo ya kufanikiwa kwangu kwa sehemu mpaka hapa nilipofikia ni kumheshimu baba wa kiroho, kwa maana mchungaji wangu. Hakuna kitu kilinipandisha CV. Mwaka 2009 mimi nilikuwa mwenyekiti msaidizi wa kwaya ya uinjilisti GGGS, Good God Gospel Singers. Kila mwaka, kwa sababu nilikuwa mwinjilisti, na beba ile kwaya kupeleka Iringa. Kuna kanisa Iringa maeneo ya Mafinga. Kila mwaka mwezi wa 7 nilikuwa nabeba kwaya, tunaenda. Kila mwaka wahubiri sisi, waombezi, mikesha, wiki nzima. Bwana we, mazoezi yetu tulikuwa tunafanyia Kigogo, Jumapili Kinondoni. Kilichotokea ni nini? Viongozi wenzangu, mwenyekiti, katibu na mweka hazina, kumbe wameongea, wamejadili ile aina za uongozi. Wamejadili watangulie watu wawili, watoe matangazo, watangulie nayo Iringa. Nikazisikia, nikaenda kwa mwenyekiti wangu nikamwambia, sikiliza, usitume watu kwenda Iringa. Hii ziara mwaka huu hatujamwambia baba. Usifanye hivyo. Baba akisikia kuna watu wameenda Iringa, hana taarifa, atakasirika. Si watatu wamekubaliana. Mimi mmoja nina nini? Nazingua. Mweka hazina, katibu, kwenye ndenjera huyo. Nakumbuka ilikuwa Alhamisi. Ijumaa kwenye ibada mchungaji akaniita. Nasikia wenzako wamesafiri. Hujaniambia, lakini wenzako wamesafiri. Na kidole hivi, wenzako wamesafiri. Wewe hujaniambia. Kwani kuna nini Iringa? Nikamwambia baba, huaga kuna ile ziara kila mwaka na nini, lakini nitegemea tuje tukwambie mbona wamesafiri. Sasa si mnaondoka wiki ijayo? Si mnitegemea mniambie Jumamosi kwenye mazoezi, nikija kwenye maombi ya jioni na nini? Sasa waambie wenzako, hakuna ziara ya injili mwaka huu. Hakuna mwanakwaya kwenda Iringa, na hao walioenda warudi. Hakuna mtihani mzito maishani kama huo. Tangu nimeokoka ulikuwa mtihani wangu wa kwanza. Nilivyowaambia wenzangu, we mjinga wewe, tumetoa matangazo,
Mkutano tarehe tumeshapanga. Kwaya imeshafanya mazoezi. Tumechangisha. Watu walikuwa wanapita na fomu. Manzese tip top sijui wapi uwanja wa Fisi zamani. Wamechangisha. Nakumbuka kina Mary, miaka hiyo kina Mary huko walikuwa huko wametoka kuuza bar. Wameokoka kwa injili za mtaani huku. Amejiunga na kwaya, amechangisha, analia live. Nikamwambia sikiza, kilio chako hakiwezi kusaidia. Kutini bora kuliko machozi yako. Hatuendi Iringa baba. Akasema wakajikata na Iringa. Jumapili amesimama kuhubiri tu. Myahudi upo? Nipo. Wangapi wameenda Iringa? 17. Na viongozi wangapi? 3. Umebaki peke yako? Njoo. Akapanda ngazi hivi. Piga magoti. Kwa utii wako na kubariki. Wanakuwa mliobaki kwa roho nzuri. Si kwamba mnaonewa. Hapa ungana naye. Wakaja kama 6, 7 hivi. Na wabariki. Muendelee mbele. Unajua kilichotokea? Wale wote walioenda Iringa waliposikia yale maombi yaliyofanyika, hakuna aliyerudi kanisani. Walipojikata wakafanya kwenda kuanzisha huduma. Wale viongozi 3 wakasema nini bana? Mmoja kaanzisha huduma, mwingine huduma, mwingine huduma. Akaniita mara pili, mchungaji, nasikia wenzako wameanzisha huduma. Piga magoti. Baba mpe subira, mpe subira. Nikamwambia baba, mimi sina mpango wa kufungua kanisa, achana nayo maombi. Vuta subira. Mimi nilikuwa sipendi uchungaji. Uchungaji? Hamna. Nikiona wanavyomnyanyasa mzee wangu kule. Wewe. Baba, hayo maombi hapana. Wewe nibariki tu nihubiri injili. Nilianza kwenda kwa mmoja mmoja ili ufanikiwe twende Kinondoni. Ili ufanikiwe twende. Ili ufanikiwe twende. Unajua ninachotaka kusema hapa? Niko na hii point tu. Bwana asifiwe. Wafundishe. Badala mchungaji kufundisha amekana wewe miaka 3, 4, 5. Nimepewa dhamana hii. Lengo ni kufundishe, ujue namna gani ya kumsaidia baba majukumu, kuiongoza idara, kusimama katika nafasi yako. Ndiyo maelekezo ya nani? Ya Mungu. Lakini jambo la pili, tukufundishe neno la nani? La Mungu. Hapo tunataka tutofautishe demokrasia na theokrasia. Maana yake uongozi ambao kila mmoja na uhuru wa kwake, na uongozi pamoja na Mungu, kwamba mambo mengine anaweza akasubiri kama Mungu ameamua kusimama mwenyewe. Kwa hiyo tutakufundisha ujue namna ya kusimama kwenye nafasi yako, lakini tutakufundisha usimameje kwenye nafasi yako kibiblia. Ndio maana tunamsoma nani? Musa. Jambo la 3, waelekeze kazi ya kufanya. Ndio maana kule kwenye sifa na majukumu nitakwambia nini unatakiwa kufanya, na nyongeza. Usikae tu kama kiongozi hujui wajibu wako. Musa aliambiwa waelekeze kazi ya kufanyaje? Ya kufanya. Maana yake semina elekezi ziwepo. Ndio maana tunakufundisha. 4, gusisha. Lazima upate maombi ya kukusaidia kusimama kwenye hiyo nafasi. Ndio pale nikasema roho ya baba lazima iambatane na wewe kwenye majukumu yako ili ufanikiwe. 5, gawia wengine nini? Majukumu. Gawia wengine majukumu. Ni Musa alikuwa anaambiwa, sio wewe. Nimeliweka kwa lengo tu uelewe umuhimu wa hii semina, kwamba baba lazima gawie wengine majukumu. Hawezi kufanya yote. Mnaonaje baba? Mashemasi hamna, wazee hamna, yeye mwenyewe matangazo, yeye mwenyewe chombo cha sadaka sogeze, yeye mwenyewe tuombee sadaka, yeye mwenyewe karibu kwaya, yeye mwenyewe matangazo baada ya ibada, yeye mwenyewe tutaenda kwa fulani, yeye mwenyewe Sunday school, yeye mwenyewe ibada kuu, yeye mwenyewe. Sasa nina kikao na wamama. Sasa vijana mtasubiri, baada ya wamama nitaongea na ninyi. Kuna maelekezo kutoka jimboni, kuna barua nitawasomea vijana, mnisubiri. Mambo 22 kwa ibada hii. Kuna mtu pale? Kuna mtu? Mwisho wa siku analala usiku anaweweseka tu. Mnajua Roho Mtakatifu kumbe majukumu. Yethro alimwambia Musa, utakufa. Kama nashauri watu kuanzia asubuhi mpaka jioni, utakufa Musa. Hatufanyi huduma hivyo. Si mnanielewa? Yana alikuwa ni kiongozi, anaenda kwenye huduma pia za kichungaji. Maana Yethro alikuwa ni kuhani, Musa alikuwa ni kiongozi. Kuhani wake alikuwa ni Haruni. Musa kaanza kufanya kazi za kikuhani.
Akasema hayo mambo mengine mwachie Haruni, mengine tengeneza watu, wafundishe, kusanya, ombea Bwana, chukua sehemu yako, aweke kwao. Maana yake nini? Yale mawazo yako, maono yako uwapandie wao. Hakuna idara inatakiwa kwenda na maono yake kama mchungaji hajaidhinisha. Hiyo haipo. Haipo. Hakuna maono ndani ya kanisa lenye maono yanayopingana. Musa, usipochagua watu na kuwatengeneza watu, wataleta vya kwao. Ila kama nataka waongoze kama ninavyoongoza, kama ninavyotaka, wafundishe, wasikizishe, weka mguso, wagusishe. Ndio maana tutaomba, tutakemea, tutaharibu. Ule uongozi wa kiroho ambao umeachiliwa kwa baba yetu hapa, lazima uwe sehemu yako, ukusaidie. Yeye anavukaje vikwazo kwa miaka 20 na ngapi ya huduma, miaka 30 ya huduma, na wewe uvuke hiyo miaka 5 hoi. Mtu anasema sitaki tena uongozi. Miaka mingapi? Yeye ana miaka mingapi ni mchungaji? Ni 21. Kwa nini hajasema basi? Ukipokea sehemu ya hiyo roho, maana yake utaona uongozi ni mzigo. Jaribu litatokea, utapambana. Hutasikia wanakusema mama fulani kalienda tukimaliza tu anaenda kwa mchungaji. Sasa baba, mimi naona uongozi wenyewe maneno yamezidi sana kule Ruhanga, yamezidi. Maneno yamezidi. Kwa hiyo kama yamezidi, mimi sitaki kabisa baba. Yani mimi mwenyewe na mambo mengi, watoto wananisumbua, mume wangu mwenyewe ndio hivyo, akija saa 4 usiku anakuja amevua socks, sijui ameziacha wapi, anakuja ananiukia na nyama choma, ametuachia hela dagaa. Hapo kanisa tena wanizingue watu wazima kama mimi. Baba, kwa kweli huo mzigo wa kwako. Huo mzigo sio wa baba. Biblia inasema watabeba mzigo pamoja nawe. Kama baba atafunga siku 5 kwa ajili ya kanisa, funga siku 5 kwa ajili ya idara yako. Kiongozi, mwaka mzima hujafunga siku 3 kwa ajili ya idara yako, halafu nataka idara iende. Watu wamepinda. Hii ni Bongo. Wewe, hii sio Lindi. Hii ni Dar es Salaam. Mtu anakula kwa hela, analipa kodi, anasomesha kwa hela. Walimu wana vitu wanaita sijui maboresho. Kila siku 300 zinamtoka mzazi. Wewe unamletea mawenge tu, unamtangazia michango 5, hujaiombea, huna maombi. Anakuona wewe mwenyewe kama mwalimu mkuu msaidizi wa shule fulani. Unachezea Dar es Salaam wewe. Hapo mimi kiongozi. Idara haiendi. Walioahidi hawajatoa hizo nadhiri ni kwenye idara yako. Majina yote wanawake kama 70 hawajatoa nadhiri. Alafu naona mimi ni kiongozi. Unaongoza wapumbavu. Biblia inasema si radhi na nani? Na mpumbavu anaweka nadhiri na siondoe. Unaongoza wapumbavu, alafu unajisifu, alafu naona umefanikiwa. Idara inaongezeka, watu wanaongezeka. Mwaka jana tulikuwa 20, mwaka huu tuko 25. Hiyo ndio risala kwa baba mchungaji. Sawa, idadi imeongezeka. Wamekuwaje kiroho? Wanawajibikaje? Au wanatuongezea uchuro tu? Unataka kuongoza kama superstar? Mimi siendelee, naishi hapa. Ndio maana nakazia. Gawia watu vitu. Kiongozi manake wewe una macho kuliko wao, kama hujui. Hatuweki magumashi kwamba kule yupo bora, huku yupo si bora, huyu sio bora. Ukishakuwa kiongozi manake wewe unafiti. Utatafuta kwa gharama yoyote wakukubali, wasimame na wewe, watii maelekezo. Fanya hivi. Ushakukuta wachungaji wote ni wanene kwenye huduma? Wachungaji wote 30 jimbo la Ilala, la Ubungo, sijui la Kinondoni. Wachungaji 30 hao hapa, wote ni wanene kama mchungaji Mkole. Wote ni wanene kama kina Simbira. Wengine unajua maana? Huduma sio mwili. Uongozi sio macho.
Kama mimi nikiwa sasa wamechagua kiongozi mvaa miwani, kanuni za mvaa miwani amesoma sana, anaona mbali kama tai, ni mtu very powerful, ni mtanashati. Mwingine anavaa miwani kwa ajili ya matatizo. Sisi baratiwa mwemebea, huwezi kusoma Biblia bila miwani. Akija kwa mbwembwe za miwani, anatuambukiza matatizo sisi BRT. Hatuita matatizo hapo. Bwana sifiwe. Uwe na kitu cha kuwagawia watu, wajifunze kwako. Mnatangaza maombi ya siku 3, ninyi msiombe siku 3. Waambie tutaanza Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Tumeshaomba kibali kwa Baba. Ninyi anzeni Jumanne au Jumatatu. Wewe afu nataka kuwa kiongozi bora. Kiongozi ni kujitoa, mtu asikudanganye. Sio kuwa hivi ulivyo kama nimeridhika. Kiongozi ni kujitoa. Mchungaji anawaza nini? Nipambane mpaka wazo la mchungaji lifanikiwe. Mengine hatuongeagi, hatuhubiriki. Mengine hatuhitaji idara tukawaambia. Lakini nikiona viongozi au tukiwa tunazungumza, kitu kinalopoka, mchungaji anatema anachojisikia kanisani hivi 1 2 3. Kiongozi mwenye akili analidaka. Baba anawaza 1 2 3. Hawa ni ufumbuzi. Ana watu. Nguvu ya mfalme si watu wake. Unalidaka. Ndio maana tuna wazee. Mzee, kuna neno mchungaji ameongea kama mara 3 kwa miezi hii 3. Mmeliwahi kulisikia? Hamna. Lijadilini muone tunafanyaje. Mzee hawezi kuongea kwa bahati mbaya. Lazima ile jambo anataka lifanikiwe. Anashindwa. Kama naongea nafahamu au ni Roho Mtakatifu, basi tulifanyie kazi. Nashangaa surprise. Bwana sifiwe. Kiongozi ni hivyo. Kiongozi bora sio bora kiongozi kama mimi ni kiongozi basi ngoja niende tu. Ni semina ya viongozi niende tu. Yaani huko hapa unatupiga picha. Haitakusaidia. Wala mimi sitasimama kama mzimu nitangaze matangazo kwenye idara yako. Yashike tunayokufundisha, yakusaidie, yasaidie idara na yainue maono na huduma ya nani? Ya Baba yetu. Bwana sifiwe. Kesho Mungu akipenda tutaendelea na kipengele cha 8. Sifa za jumla, lakini kuna mwendelezo kwenye somo lijaro. Utapata pamphlet kesho, sehemu ya pili kwa ajili ya siku ya pili, kwa ajili ya vile vipengele ambavyo tumezungumza. Maombi yangu ni kuona unasimama. Maombi yangu ni kuona unaendelea mbele. Na uzuri ni semina ya mwanzo wa mwaka kabisa, robo ya kwanza ya mwaka. Bado na muda mrefu wa kujisahihisha, wa kuongeza spidi, wa kutamani kufanya mambo makubwa ndani ya mwaka huu. Kama ni idara kutegemeza, utaandaa mategemezo yaliyo bora zaidi. Kama ni namna ulivyoongoza mwaka jana, kama ni kiongozi mpya umeingia, utajitahidi kuona kwamba mwaka huu Mungu anakusaidiaje. Na semina hii ni kwa makusudi na kwa malengo, kwamba ujue namna ya kuingia na kutoka katikati ya watu. Tukufundishe namna gani unaweza kubeba mzigo pamoja na Baba, pamoja kwa ajili ya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Naomba tusimame watumishi wa Mungu hapo tulipo. Muda wetu si rafiki. Umeshasogea sana sana sana. Umeshasogea sana muda wetu. Tulikuwa kwenye hili eneo, ni mambo 7 tumezungumzia kati ya mambo 16. Na huko mbele amefafanuliwa zaidi kwa upana hayo mambo mengine yaliyosalia. Bado Mungu atatupa neema ya kusema na kuzungumza na kuelekezana. Lakini ninachotamani baada ya semina hii, usiwe kiongozi wa mwaka jana, usiwe kiongozi wa mwezi wa kwanza wala mwezi wa pili. Uwe kiongozi ambaye badiliko la kiroho litasimama katika maisha yako. Sema amen. Utaelewa uongozi, utauelewa kibiblia, na Mungu atasimama pamoja nawe kuliletea jina takatifu la Yesu Kristo utukufu. Unaweza, ndio maana wewe ni kiongozi. Unaweza, ndio maana umepewa hiyo nafasi. Yale maswali utayajibu na Mungu atakuwa pamoja nawe kukuwezesha na kukusaidia.
Usitishwe na wenye hela katika wale wanaoongoza, usitishwe na waliosoma sana. Bahati nzuri Musa hakusoma sana vitu vya duniani, alisomeshwa tu na Mungu kwa ajili ya kazi yake. Wewe una darasa lako kama hili, ni zaidi ya maarifa ya mlimani. Usitishwe na kijana unayemuongoza ameishia chuo kikuu, wewe uliishia la 7. Usitishwe. Mambo ya kimungu ni tofauti na mambo ya mlimani. Hayo unayoyasikia ukiyapokea ukayafanyia kazi, hayatakuacha kama ulivyo. Funika macho, ni mshukuru kwanza huyu Mungu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru, umenipa nafasi njema na nzuri kwa ajili ya kuzungumza na kikosi kazi hiki, watenda kazi pamoja nawe Bwana, kupitia baba yetu mchungaji ndani ya Sayuni na vitongoji vyake. Baba, asante kwa mafundisho haya na maneno haya ya mwanzo kabisa na utangulizi huu. Utakapoanza kuingia kwa kina siku ya kesho, kwa neema yako Mungu, najua utawatengeneza na kuwafanya vyema kwa kadiri ya ulivyokusudia. Nenda mbali zaidi ya sisi, ili tunapokukuta mbele yetu iwepo package ambayo Mungu huenda tumeinena tukaisahau, ama tumeiacha mbali. Mungu, iko mikononi mwako na unajua inaweza kutusaidia katika safari yetu ya kiutawala na kiuongozi. Pokea sifa, heshima na utukufu, maana unastahili. Kabla ya kwenda kuomba, mwisho kabisa, naomba tuimbe beti moja na chorus. Bwana uliyewaita, Bwana uliyewaita watakatifu wako wawe mitume chunga. Imba tena Bwana hakuna wezaye kuja kwa Baba sipovutwa na yeye. Hii ni kazi ni ya Mungu, na hakuna wezaye kuja kwa kazi hii kama Baba hajamuita kwa ajili ya kazi hiyo. Biblia inasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua, ili mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Ukijua hilo, hautafanya huduma ya kiuongozi mahala ulipowekwa kama unafanya tu ili mradi. Hapana, kuna bosi juu yako, kuna kiongozi mkuu juu yako, Yesu Kristo aliyekupa dhamana ili uwe wakili mwema na mwaminifu. Lazima uwe mwaminifu katika hiyo nafasi, mwaminifu wa muda, mwaminifu wa zaka, mwaminifu wa matoleo, mwaminifu wa sadaka, mwaminifu wa muda, mwaminifu wa namna unavyoongoza katikati ya unaoongoza. Mungu ameachilia hekima na mambo kadha wa kadha. Hauko hapa kwa bahati mbaya. Kama ulidhani tu nipo kwa bahati mbaya, ndani ya siku 3 Mungu akupe hatua nyingine. Anza kuona, anza kujiamini kwamba ninaweza katika yeye anayenitia nguvu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Idadi yenu ni kubwa, sauti yenu ni ndogo. Sema Bwana Yesu. Usiku wa leo niko hapa kwa shauri lako, niko hapa kwa kusudi lako. Ni Mungu uliyenichagua katikati ya wengine. Si kwamba mimi ni bora kuliko wengine, si kwamba mimi nina elimu kuliko wengine, si kwamba mimi nina fedha kuliko wengine, si kwamba mimi ninajua kuomba kuliko wengine, si kwamba nina maneno ya hekima kuliko wengine. Ni neema yako tu, ni neema yako tu imenistahirisha
kuwepo kwa nafasi hii. Naomba unisaidie, maana huu ni mwaka mwingine, naomba unisaidie nafasi niliyo nayo nikafanye kwa ubora, nikafanye kwa nidhamu, nikafanye kwa uaminifu, nikakutegemee wewe, nikatimize matakwa yako, nikawajibike ipasavyo, ukanijalie uwezo na kutendea kazi yale yote unayoniambia niweze kuyasimamia kwa ajili ya maongozi haya, katika jina la Yesu. Umenipa watu nyuma yangu, naomba unisaidie. Wengine ni akina Kora, wengine wana roho za udadisi, wengine ni wanung'unikaji, wengine ni wachoyo, wengine sio watoaji, wengine ni wakosoaji, wengine wanadharau, wengine hawaeleweki, wengine si wasemaji, na si kwamba ni hekima, lakini wote Bwana umewaweka chini yangu, wananitazama mimi, wanataraji kitu kitoke kwangu kama kiongozi. Naomba unisaidie kwa nafasi hii, Yesu, nikapate kibali, nikapate hekima, nikapate maarifa, namna ya kuingia na namna ya kutoka katikati ya watu. Naomba unisaidie kwa jina la Yesu, na kupitia mafundisho haya, Mungu, ukajitwalie utukufu, sehemu ya neema yako, sehemu ya upako wako, sehemu ya nyongeza, sehemu ya kuendelea mbele, iachiliwe kwangu kupitia maneno haya. Maana maandiko yanasema maneno haya ninayoambiwa ni roho tena ni uzima. Kama ni roho, basi ataniongoza; kama ni uzima, basi ataniponya. Kwa jina la Yesu naomba uende nami. Walionitangulia waligoma, hatutaondoka hapa mpaka umeahidi kwenda pamoja nasi, na Biblia imesema unaenda pamoja na walio pamoja nawe. Wote wanaokungoja wewe, utaenda pamoja nao. Tembea pamoja nami katika nafasi niliyo nayo. Jambo la pili, naomba unisaidie kuhusiana vyema na viongozi wenzangu, asiwemo dikteta, asiwemo mmoja mwenye ubinafsi. Kwa jina la Yesu, uhuru wa mawazo usitugubike, usitutawale mpaka mambo wanajiamulia mambo wanayoyataka kwa sababu ya uhuru. Nipe neema ya kuongoza katika hekima yako, katika maarifa yako, nikafanye mambo sahihi kwa wakati sahihi, ili kuepuka madhara ya baadaye. Katika jina la Yesu, tuunganishe katika neema hii ndani ya mwaka huu, ndani ya Sayuni, ndani ya Kigogo, ndani ya Dar es Salaam. Kanisa letu liwe miongoni mwa makanisa ambayo Mungu kiyatazama yaliyotulia katika nafasi ya uongozi. Bwana, nasi tuwe miongoni. Tupe moyo wa maombi, moyo wa toba, moyo wa utakatifu, moyo wa kulipenda neno na kulitafakari, moyo wa hekima, moyo wa nidhamu, moyo wa utii, wa kumpenda mtumishi wako na kumtii na kumtumikia. Kwa jina la Yesu tusaidie Bwana, tukayatende yote yaliyokusudiwa kwa jina la Yesu. Asante kwa neema yako, maana unastahili Bwana, na kushukuru kwa jioni ya leo. Chukua dakika moja, mshukuru Mungu kwa siku ya hii ya kwanza. Mwambie asante kwa ajili ya somo hili, asante kwa utangulizi huu. Mwambie endelea kunihudumia, mwambie endelea kunisaidia katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kibali hiki nilichoachiliwa Bwana, nilichopewa Bwana kupitia mtumishi wako Baba yetu wa mahali hapa. Asante kwa neema yako na asante kwa itikio la viongozi. Nenda kawabariki, nenda kawainue, nenda kawahuishe katika jina la Yesu. Roho wa Bwana kahusike kuwatembelea na kuwategemeza. Amani yako ikatawale, wakazidi kukuona wewe kwa ajili ya jina lako, na utukufu wako Mungu ukanene mema kwa ajili yetu. Na mmenitia nguvu. Asante kwa nafasi hii na mwanzo huu Mungu. Asante kwa siku ya kesho. Tujalie Bwana, tusaidie Mungu kwa utukufu wako Bwana, na kabidhi yote mikononi mwako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana.